kusikilizana kile ambacho tumekusudia kuambiana. Awali yote, kwanza ni watake radhi kwa kuchelewa kuanza kwa mkutano wetu huu. Tulipanga kuanza saa 4 kamili, lakini bwana huyu ametuchelewesha, amekuja hapa saa 5. Hii ni dhahiri shahiri inaonyesha kwamba kwao hajafundwa kuelewa namna gani anapaswa kuheshimu muda, na hii anatoka kwenye utawala wa namna gani ambao haheshimu muda wa watu na haheshimu mipangilio ya watu. Lakini hatuna budi kumsamehe na kuendelea kumfundisha nini anapaswa kufanya tunapokuwa tumekubaliana kwenye swala la muda. Awali ya yote, niwapongeze na niwashukuru wale wote ambao mmekuja kuhudhuria kwenye mkutano wetu huu wa siku ya leo, ambapo hili ni tukio la kihistoria, ama mkutano huu tunaofanya hapa ni mkutano wa kihistoria ambao haujawahi kufanyika katika nchi yetu hii ya Tanzania. Leo kwa mara ya kwanza tunafanya aina hii ya mkutano, na tunakwenda na jambo hili kwa mara ya kwanza, na tunaamini itakuwa na mambo makubwa kweli kweli kwenye jamii yetu ya Tanzania. Leo tupo watu kutoka vilabu mbalimbali. Tuko sisi wakubwa wa Tanzania, Simba Sports Club, lakini vile vile tuko na wenzetu hawa mnaowaona upande wetu wa kulia. Lakini shughuli yoyote haikosi mpambe. Tuko na wapambe wa shughuli hii ambao ni ndugu zetu kutoka Azam FC. Vumilia ya utaki toka. Kwa hiyo tuko na mpambe hapa Azam FC kwa ajili ya kuja kushuhudia kile ambacho kinafanyika hapa kileo. Na hao ndio mashabiki wa hiyo timu kwa idadi yao wote. Tunaposema mashabiki wa Azam FC ndo hao wawili unaowaona hapo. Mashabiki wa Azam FC tuko wengi, ila hatujapata nafasi ya kukaa huko. Wengine mwako nje, hatujapewa nafasi, haki za binadamu hazijazingatiwa. Human rights hazijapatwa. Na kiuhalisia na kiuhalisia hawa bwana wanafukuzia ajira viwandani. Ndio maana Yanga oye! Simba oye! Azam oye! Chama cha siasa. Kwa maana mabwana wamejiattach na hii timu kwa sababu wanajua imetosha. Kwa ni ndugu zetu tuko nao, na sisi tunawaombea wafanikishe malengo yao ya kiwandani. Shabiki msomi, mchezaji zina mguu mmoja. Akishafanikisha ndani ya kikosi Kwa bana, karibuni sana ndugu zetu wa Azam FC. Ndugu zangu waandishi wa habari,
Leo tuko hapa kutangaza mechi ya kiushindani baina ya mashabiki wa Simba na mashabiki wa Yanga, mechi ambayo itachezwa siku ya 21 ya mwezi huu wa 12 kwa maana ya siku ya Jumapili katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni KMC kuanzia saa 10 kamili jioni. Kipindi hiki ambapo vilabu vyetu vipo kwenye mapumziko na baadhi ya wachezaji wetu wapo kwenye majukumu ya timu zao za taifa, tukasema pasipite hivi hivi na watu wasikae hivi hivi. Hebu wacha tuandae jambo la kihistoria la kuwakutanisha kwa pamoja mashabiki wa timu hizi mbili kwa ajili ya kucheza mechi hii ya kirafiki. Kwanza wafurahi, lakini kuendelea misingi ya pamoja, misingi ya Utanzania, misingi ya upendo. Kumekuwa kuna maneno mengi, kumekuwa kuna vita nyingi kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari, kumekuwa kuna misogoano ya kutosha. Sasa ipo wakati wanafikiri watu kwamba watu hawa ni watu ambao wana uadui, watu hawa ni watu ambao kila mmoja na 50 zake. Sasa mechi hii ni lengo kwenda kuonesha watu kwamba pamoja na yote tunayozungumza kwa ajili ya kuzogoana, lakini bado sisi ni watu wa moja ambao tunaweza tukakaa na kushirikiana na kufanya jambo kwa pamoja. Na hii haishii tu kuwa mechi, hii inakuwa ni festival ya mashabiki wa Simba na Yanga, kwa maana ya kwamba siku ya mchezo wenyewe itakuwa ni siku ya burudani siku nzima katika uwanja ule wa KMC. Kutakuwa kuna burudani za muziki na tunafanya mipango hapa tupate wasanii kwa ajili ya kuja kutuburudisha siku hiyo, yaani wana Simba pamoja na wana Yanga wafurahie kwa pamoja tunu hii ya sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili kubwa. Lakini yote yatafanyika, tutakwenda kumalizia ama tutakwenda kumaliza ubishi kiwanjani pale kwa kucheza mechi ya kiushindani. Tunasema mechi ya kiushindani kwa sababu kiuhalisia kwenye mpira sisi hatuna wakati. Sisi kila mechi kwetu ni mechi. Kwa hiyo kuelekea kwenye mechi hii tunaiita mechi ya kiushindani kwa sababu kwanza lazima mtu apasuke, kwa maana mtu afungwe, na mshindi lazima apate zawadi, na baada hapo mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa vikosi vya timu zote mbili vitaingia kambini kuanza maandalizi ya kujiandaa na mchezo huo kuelekea katika siku yetu ya tarehe 21. Na kila upande unapaswa kuitazama mechi hii kama mechi nyingine muhimu katika maisha yao. Pamoja na kwamba ni mashabiki ndio wanashiriki mchezo huu, lakini unabeba hadhi ya taasisi husika. Na kwa sisi Simba Sports Club au kabla ya Simba Sports Club, jambo hili ambalo tunakwenda kulifanya tarehe 21 lina baraka za mamlaka zote, kwa maana baraka ya serikali, baraka ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, baraka ya vilabu vyote viwili kwa maana ya Simba na Yanga. Viongozi wake wote wamebariki jambo hili. Kwa hiyo sio jambo la kawaida hata kidogo, ni jambo ambalo linabeba taswira ya klabu husika. Kwa hiyo kila ambacho tunakifanya kuanzia sasa, kaka unaangalia picha za madeni kwenye mkutano nimsamehe. Haya, huyo katua kapiga mlio. Haya, kapiga mlio. Msamehe vijana. Kwa hiyo Nikajua yuko polisi la huyu. Kaenda kufanya nini polisi? Maana hata tunatangaza mechi hapa, nilikuwa na wasiwasi utakuwepo. Nani?
hii kasi yenu ya Central Chang'ombe. Watu kafika Jumapili tuko wenyewe tu pale. Kwa hiyo ulisisitiza ili pia kwamba wiki hii iwe wiki ya amani. Central unaenda tu unatoka. Sawa. Unaweza ukaenda asubuhi. Kumbe nani mwingine? Hayuko naye kwa Central. Juzi. Amefuatilia mambo yake ndani. Yupo hapo. Kumuona. Nje hapo. Yeye achacha ukoto wa nje. Pia anaimarisha ulinzi. Kwa hiyo muhimu sana. Sio anaweza kaenda asubuhi sana kaja kwenye kutupasua mwezi. Kutupasua sawa. Maji anapataka mfungo. Tutakuchukia mapema. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari, kwa heshima na taadhima tunaomba mtusaidie kulibeba jambo hili ambalo tunaamini lina mchango mkubwa kwenye maendeleo ya mpira wa miguu, lakini ni sehemu ya kuwaburudisha Watanzania na ni sehemu ya kukuza utamaduni wa Tanzania ya kuipa upendo pamoja na amani. Kwa upande wetu Simba Sports Club, rasmi baada ya mkutano huu tutaanza maandalizi kuelekea kwenye mchezo huu, na kimsingi sisi tuna hasira sana na hawa mabwana. Nataka kweli tunashukuru nao kwa sababu wanaongea sana. Sasa tunataka kukata kilimilimi. Tunataka kama katu moto ili rudi hiyo kazi sisi tumemudu kwa 100%. Maandalizi magune imeingia na hiyo kazi rasmi sasa kwa ya kuanza maandalizi hayo, na tuamini kwa ubora tuliokuwa nao na kwa aina tuliokuwa nayo tutakeo mazuri. Ndio mimi pia tumefanya Mbagala, watu wako watazalisha maana tusione tunamsingizia. Ndio maana Mbagala kupiga. Kwa nini? Mbagala kuna washamba kwa Azam. Na wale chamazi Sio Mbagala hiyo. Lakini hapo Azam umeingia. Usio na wasiwasi kazi. Namna ambavyo kupambania Azam utapata kazi kule Vikindu kwenye kiwanda cha juisi na mwili wake huu sio juisi unga. au Bagamoyo kiwanda cha sukari. Wanaopambania Azamu wanataka kazi, ila nyinyi mpambanie timu zenu. Yaani ni kama mlizoea unyonge kwenye Azamu. Azamu tumeshamshenyeta na tunapiga wewe sikiliza moyo. Unifunga na acha hata mbali unifunge hapa. Hadi leo kukufunga sisi.
Timu ya kwanza kupigana uwanjani wa nchi ya Tanzania. Timu ya kwanza kurusha ngumi. Stefan Masika alikuwa anaitwa mchungaji, lakini alirusha ngumi kwenye uwanja wa Ibrahim Mchecha. Wakati huo yeye kweli wapambe. Kwa hiyo bana, ndugu zanguni, Simama tena. Kuna mtu anaitwa sawa, ushaangalia ile movie ya Kihindi, kuna mtu anaitwa Johnny Liver. Tafuteni wenzenu 11 na nyinyi mcheze mechi hiyo. Viongozi ulicheza na nani? Hapo umecheza na Simba Sports Club, wacheza na Mzalamu. Bana, ngoja tumalize. Timu gani? Wewe unatoka na mbuzi kweli. Ulicheza na mchezo mbili. Azam alikuwa anabeba kule. Azam ndio kidogo. Jamani, tumalizie. Tunaendelea. Kweli mpambe ana nguvu kuliko mwenye mali. Ndugu zanguni, waandishi wa habari, tunaomba msaidie kulibeba jambo hili ili liweze kuwafikia watu wengi zaidi. Lakini timu zote mbili, kwa maana ya timu ya Simba Sports pamoja na timu ya Yanga, tufanye maandalizi ya kutosha kwa ajili ya kwenda kutoa burudani kwa mashabiki kuja. Lakini nitoe wito wangu na ombi langu kwa mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, hususan mashabiki wa Simba na Yanga, tarehe 21 tunawaomba sana siku hiyo kuja kwa wingi katika uwanja wa KMC. Haitakuwa na maana yoyote, haitakuwa na tija yoyote. Tumeandaa jambo hili kwa ukubwa wake, alafu kukawa kuna mashabiki wachache kama vile anacheza Azam FC na Namungo. Tunataka siku hiyo uwanja wa KMC ujae, kwa sababu mashabiki wa timu kubwa wanacheza siku hiyo. Mashabiki wa Simba na Yanga wanacheza siku hiyo. Kwa hiyo kuna kila sababu ya kujaa uwanja wa KMC. Matawi yetu tuhimizane. Mimi nitachukua jukumu hilo la kuzungumza na viongozi wa matawi ya Dar es Salaam kuja uwanjani siku hiyo. Kwa wanachama na siku hiyo. Na jambo sasa ni kwamba hii sio mechi ya watu fulani. Isifika hapa ukaona kwa kuwa yuko Mzalamu, kwa kuwa yuko Godi, basi na wewe Godi na baba Agi Simba. Mzalamu wa Simba. Mchungaji wa Simba. Mzee wa saluti. Uchebe wa Yanga. timu yao kuna wetu.
Tumeelewa. Mpo kila sehemu. Kwa hiyo nauelezea hapa juu, jambo la msingi tunawaomba wanachama wote na mashabiki wote wa timu za Simba na Yanga kuja kwa wingi uwanjani siku hiyo. Sio jambo la watu maalum. Ikawa umemuona Godiana kutoka hapa ukasema hilo ni jambo la kina Godiana peke yao, au hilo ni jambo la kina Uchebe peke yao, hilo sijui la kina Kizenga peke yao. Hili ni jambo letu sote. Hili ni jambo la mashabiki wote wa Simba, lakini kila jambo lazima liwe na sehemu yake ya kuanzia. Limeanzia hapa elekea kwa mashabiki wote. Ni jambo letu sote, na sisi tutawatembelea na kuzungumza na watu wote kwa ajili ya kuomba msaada wao wa kuja uwanjani siku hiyo. Sio tu hivyo, msaada wa kimawazo, namna gani tunaweza tukapata ushindi katika mchezo huo siku hiyo. Mzee Otupolo Simoni Otupolo ashamsafirisha tayari kaenda kuanza kazi. Au mmemfukuza? Mzee Otupolo kama mchome tu. Usibague watu. Kama mchome tu. Kama mchome. Mmemfukuza Mzee Otupolo. Kama mchome tu. Kama mchome tu. Kama mchome. Kama mchome. Kama mchome. Mmemfunga. Dosa wampendi. Dosa wampendi. Dosa amekuja kama ana dini bwana. Dosa kwenye familia yako ndugu yangu. Njoo tu. Njoo tu ndugu yangu kwenye familia yako. Kuta anakula mandi pale hawajamsalimia. Hawajamsalimia. Godiana kama mtoto wa kambo. Njoo tu ndugu yangu. Pale Magomeni pale. Na mkataa. Au mwache tu bwana. Simama hapo Dosa. Nenda mahakamani. Jamani, ndugu zangu. Kwa ndugu zanguni wana Simba pamoja na wana Yanga, hili ni jambo letu sote na tunatakiwa kulifanya kwa ukamilifu na ubora wake wa hali ya juu. Na ukamilifu wa hili jambo ni mashabiki kuja wengi siku hiyo uwanjani. Kwa sisi ambao tuko hapa ndio ambao tumebeba haya maono. Hatuna budi ya kuwahimiza na kuomba wenzetu waje watupe support uwanjani siku hiyo. Yani wewe kuwa hapa usijione wewe ni special alafu kamnanga mwenzio. Yani wewe kuwa hapa uwe ni sehemu ya kichocheo ya kuwavutia na wengine kuja uwanjani kuja kufurahia. Tunakwenda kufurahia tu, hakuna kingine cha ziada. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa mashabiki wa timu hizi mbili, moja kubwa na nyingine hiyo. Tunakwenda kufurahia sisi kuwa sehemu ya mafanikio ya mpira wa miguu Tanzania. Siku ya mechi yenyewe au tusifike huko, tutakao taratibu tuelezee kabisa. Tuelezee tu kabisa. Tuelezee kabisa. Tutakuwa na kambi kuanzia hii leo mpaka